Mimi nikiwa kama Malaika, maoni yangu nadhani kwamba wamepeleka Zanzibari kwa sababu ya inaonekana mvuto wa dabi umepungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo na ndio maana wamejaribu kupeleka Zanzibari. Lakini kama ingekuwa bado dabi ina mvuto kama hivi kama ilivyokuwa miaka hiyo iliyopita, miaka 4 iliyopita, naamini dabi singeweza kwenda Zanzibari. Maana kwenda Zanzibari maana ni kupunguza ghasia ya watu. Nasema kupeleka mechi ya dabi ya Simba na Yanga Zanzibari, maana yake hapo ni viongozi na baadhi viongozi wa hizo klabu hizo mbili wamezungumza kwa ajili ya kuweza kupunguza ghasia za watu. Maana kwamba wanaamini kwamba mechi kienda Zanzibari basi watakayeingia uwanja ni mdogo na pia uwanja utajaa. Mechi hii mwenyeji ni Young Africans ama Simba mmeshaanza kupata woga? Mechi hii mwenyeji ni Young Africans. Ndio. Na ndio maana kwamba wamejaribu kupeleka kule Zanzibari. Zanzibari ni uwanja ambao ni mdogo, lakini kwamba wametumia kigezo kama uwanja wanaotumia, lakini kwa namna ya nguvu ya dabi ilivyokuwa kubwa katika nchi ya Simba na Yanga, hauwezi kupeleka uwanja mdogo kama ule wa Zanzibari. Lakini wamepeleka kule kwa sababu wanajua kwamba sasa hivi dabi ya Kariakoo sasa hivi imekuwa ni dabi laini sana. Kwa hiyo kwamba hata ikichezewa Zanzibari bado haitakuwa na mvutano wote dhidi yetu, kwamba anaamini Yanga atashinda. Ulaini wa dabi unatokana na nini? Ulaini wa dabi unatokana na nini? Umetokana na nini? Imetokana na performance mbovu ya Simba ya kukubali kufungwa mara 6 mfululizo na mtani wake. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa mechi imekuwa ni ya kawaida. Yaani kuipeleka mechi ya dabi ya Kariakoo Zanzibari, yani ni sawa kwamba Yanga anacheza na Azam FC. Yaani namna walivyofanya kuruhusu kuipeleka dabi ya Kariakoo ikachezewe Zanzibari, ina maana kwamba yani sasa sawa na Yanga anacheza na Azam FC. Kwa hiyo wewe Malaika, kwa sasa matumaini ya Simba kupata ushindi dhidi ya Young Africans hayapo? Siwezi kusema kwamba hayapo au siwezi kusema kama yapo, kwa sababu tumeshafungwa mara 6 mfululizo, na mpaka dakika hii viongozi wetu hawajawahi kutuambia kwamba kwa nini tunafungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Wapi wanapokosea na wapi wamerekebisha hicho kitu, kwamba hawajawahi kutuambia, na wakifungwa wanabaki kuwa kimya. Kwa hiyo mimi ukiniambia kwamba naionaje hiyo dabi ambayo inaenda dabi ndogo, maana hii sio dabi kubwa, ni dabi ndogo inaenda kuchezwa uwanja wa Amani kule Zanzibari, nitakwambia kwamba mwenye asilimia kubwa kushinda zaidi ya 51% ni Young Africa. Kwamba ni Young Africa na asilimia kubwa kushinda, kwa sababu yeye anaenda kucheza na Simba, anaenda kucheza na kibonde wake. Kwa hiyo kwa sasa Simba ni kibonde kwa Yanga. Of course, ni kibonde mkubwa sana. Yaani ni kibonde ambaye ni kibonde mkubwa. Yaani Yanga hakiambiwa kwamba anapangiwa kwamba ana mechi na Simba, Yanga sasa hivi anakuwa na confidence na anajua kabisa anaenda kuchukua pointi 3. Lakini si mmesajili kwenye dirisha dogo usajili mzuri? Kwani sisi Simba hatujawahi kusajili usajili mbaya, na hatukuwahi kuwa na usajili mbaya. Miaka yote 4 ambao wametufunga mara 6 mfululizo, wametufunga kwa sababu sio kwamba tuna usajili mbaya, tuna usajili mzuri. Tunafungwa na Yanga ni namna ya uongozi tu, hawatufungi namna ya performance ya ndani ya pitch ya uwanja. Hicho kitu hakija kutokea. Kwa hiyo sisi Yanga sasa hivi kwetu sisi Yanga ni baba yetu, yani kwamba anatuadhibu anavyotaka yeye. Yes. Kwa hiyo tuna asilimia kubwa kufungwa, yani kushinda tuna asilimia chache sana, lakini tuna asilimia kubwa
ya kufungwa, na ndio maana Yanga Afrika wametuonea, yani wamejaribu kupunguza kidogo mashabiki wengi wasiweze yani wasiangalie mpira huo, maana wakienda kuangalia mashabiki wengi baada ya mechi kumalizika inaweza katokea dhama kubwa sana. Yani Yanga walichotufanya wamejaribu kuwasaidia Simba, viongozi wa Simba kuwasaidia kwamba wangeruhusu mechi icheze hapa Benjamin kwa Mkapa, ina maana mashabiki wengi wangeingia uwanjani. Baada ya mechi kumalizika Simba baada ya Simba ashafungwa, basi ingetokea dhama kubwa sana kwa viongozi wa Simba. Yaani kwamba Yanga wamechungulia kwamba ingekuwa zahama kwa Simba endapo kama mngefungwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Yes, na ndio maana wameamua kwamba mechi kuihamisha Dar es Salaam na Tanzania Bara kuipeleka kule visiwani. Yaani kwa utani huu wa Simba na Yanga, hilo linawezekana kwa Young Africans kuamua hiyo kwa sababu hayo? Kwa utani huu wa Simba na Yanga inawezekana. Unajua, ukiondoa utani tunazungumzia dabi. Sasa mwanzo tulikuwa tunasema dabi, sawa? Ni dabi. Tunaposema kwa dabi ya Kariakoo panakuwa na shamla kweli, kwa watu wanasema kwamba hafahamiki nani anaenda kufungwa. Nadhani kwamba wewe mwandishi unalifahamu hilo. Zamani tunaposema kuanzia na 2022 kushuka chini, palikuwa kwamba tunaposema ni dabi, tunapoenda kwa maana kuna dabi ya Kariakoo, hafahamiki nani anaenda kushinda katika mechi. Kwa hiyo kwamba mashabiki tulikuwa na morali na mashamsham ya kuhakikisha kwamba kila shabiki wa pande hizi mbili tunajaribu kuhakikisha tunaenda uwanjani kwa wingi ili kwenda kuona kwamba ni nani atakaye kuwa wa kwanza kujaza uwanja katika upande wake na ni nani atakaye kuwa kwanza. Lakini sasa hivi baada ya matokeo haya kufungwa mara 6 mfululizo, sasa hivi mashamshamu ya Simba mashabiki hatuna ya kusema kwamba tuna shamshamu kwenda kuangalia mechi au dabi ya Simba na Yanga. Kiuhalisia sasa hivi hiyo morali haupo. Haupo kabisa, yani umekufa. Yani kama ulivyoona ile mechi ya Stanmal jinsi ilivyokuwa, sawa? Basi watu mashabiki sasa hivi wamevunjika moyo kwa asilimia zaidi ya 50. Kwa hiyo mechi bora tu icheze kule Zanzibar. Na mimi niwashukuru sana Yanga Afrika kwa mechi yako ipeleke kule Zanzibar. Kwa hiyo malaika wa Simba, wewe unaamini kwa hivi sasa Simba haina ubavu wa kuweza kukidondosha Young Africans kwenye mechi? Yaani unaipa asilimia kubwa Yanga kupata ushindi? Ninampa asilimia kubwa, nasema nampa asilimia zaidi ya 51% ya Yanga Afrika kuweza kuchukua alama 3, kwa sababu hata yeye Yanga anavyoingia katika mechi hana pressure, hana wasiwasi, hana mashaka. Yeye anaingia anajua kwamba anaenda kunacheza na kibonde wangu. Lakini kwa hiyo anaendeleza kwamba anasema kwamba naenda kuchukua point 3, naendeleza kunaendeleza huyu mteja wangu, kuendeleza kufanyaje kumshughulikia. Lakini Simba na Yanga hazitabiriki. Neno kutabirika na unde kusema nielewe vizuri sana na watu wengine wanielewe. Neno kutabirika lilikuwa miaka 4 iliyopita, kuanzia mwaka 2022 kushuka chini, ni 2021, 2019 na kadhalika huko chini mpaka miaka ya chini kabisa. Hiyo ndio tulikuwa tunasema kwamba mechi ya Simba na Yanga haitabiriki. Lakini leo hii hatuna kauli na uwezo wa kusema kwamba mechi ya Simba na Yanga haitabiriki. Na kila tukienda hata sana kutoa tutoi. Tunafungwa mara 6 mfululizo. Azam mwenyewe hajawahi kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Singida mwenyewe hajawahi kufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Lakini TRA ambaye ni Tabora United hajawahi kufungwa mara 6 mfululizo.
Sasa kama hawa hawajawahi kufungwa mara 6 mfululizo, lakini Simba ambayo tunazungumzia ni dabi ya Kariakoo tunakubali kufungwa mara 6 mfululizo. Sasa tunasemaje kwamba mechi ya Simba na Yanga haitabiliki? Haitabiliki katika engo ipi? Kwa hiyo sasa hivi natabilika mechi ya Simba na Yanga itabilika wakicheza Simba wote. Kwa hiyo solution ni nini? Solution tu kwamba viongozi wa Simba wajue namna ipi ya kuweza, yani wajirekebishe makosa ambayo kila siku yanazidi kutokea. Yanga wanatufunga kwa sababu Simba hatuna siri. Si Yanga wanatufunga Simba kwa sababu Simba hatuna siri. Siri gani? Simba sisi hatuna siri. Kwa hiyo mambo yetu yote kabla mchezo hujafika, wao Yanga wameshajua kwamba Simba wamefanya hiki na kuelekea hii mechi wanaloga hapa, wenda sasa hivi wameendea mganga fulani. Wao wanajua. Kwa hiyo ndani ya Simba kuna wasaliti mule. Kuna wasaliti wengi, yani kuna wasaliti wengi na hao ndio wanaiangamiza klabu ya Simba. Simba leo hii tumeshindwa kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Tumeweza kupoteza michezo takribani 3 kwa 4. Tumeshindwa kuvuka hatua hii, ni kwa aibu kubwa sana, kwa sababu ya hakuna viongozi ambao wenye uzalendo na klabu ya Simba. Kwa hiyo kutokuona uzalendo na klabu ya Simba, haya leo yanatokea. Na ndio maana performance zetu zileweki. Na ndio maana tunafanya usajili usioeleweka. Yaani kwamba kila kukicha sisi tunasajili. Simba mpaka sasa hivi, niseme tu kweli, Simba mpaka sasa hivi hatujui, yani hatueleweki tunataka nini. Kuanzia viongozi mpaka mashabiki. Hatujielewi tunataka nini. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.